Naam, wanafunzi 160 werevu kutoka familia zisizojiweza waliofanya tathmini ya KJSEA mwaka uliopita kote nchini wamenufaika kutokana na ufadhili kamili wa masomo kutoka kwa Hazina ya Elimu nchini. Akizungumza kwenye hafla ya kutoa ufadhili huo jijini Nairobi, mkurugenzi wa hazina hiyo Francis Ng'ang'a alisema kuwa ufadhili huo umetolewa kuambatana na matokeo kwenye tathmini hiyo na viwango vya mahitaji. Wanafunzi hawa 160 pamoja na wazazi na walezi wao kutoka sehemu mbalimbali hapa nchini walikusanyika jijini Nairobi kupokea ufadhili huo kutoka kwa shirika la Kenya Education Fund. Ufadhili huo ni afueni kwa wazazi na unaleta matumaini ya hatima bora kwa wanafunzi hao. Nilipanga vizuri, so hiyo nilifanya hard work. So nikimaliza nenda kusomea nursing. Matatizo lofan, mamangu alifariki, babangu pia akafariki. Sasa hata nilikuwa sidhani kama nitakuwa niko na future. But I'm so glad, I thank God, nimefaulu na najisikia so vizuri. Mimi binafsi sikujua kuwa Mary ataenda secondary. Kwa sababu nilikuwa nikipiga picha hapo mbele. Hakuna mwenye, hata tukashirikiana kama familia, hatuwezi afford kumpeleka huyu mtoto. Lakini nilipopigiwa simu ya kuwa huyu mtoto amepata hii scholarship, nilimshukuru Mungu, nilifurahi sana. Mkurugenzi wa shirika hilo Francis Ng'ang'a alisema kuwa wanafunzi walioteuliwa walipata alama 50 kwenye tathmini hiyo zilizohitajika kupata ufadhili huo. How we identify our student is that we distribute our application across the country, and this year we were able to receive around 4,000 application forms, out of which 750 were interviewed, and from that number that's when we came up with the 160. That when your talent and your vision meets with this opportunity, and you greet it with consistency and hard work and determination, you cannot fail. Take this opportunity with both hands, fly with it, overcome the hurdles, and stay focused on your goal, knowing that you will reach the peak of that mountain. Ng'ang'a aliongeza kuwa kwenye ufadhili huo wa takriban shilingi milioni 90, kila mwanafunzi atalipiwa karo kikamilifu ya shule ya miaka mitatu, sare za shule, viatu, vitabu vya kiada, sodo za mwaka mzima kwa wasichana na warsha za ushauri na saa katika gredi za 10, 11 na 12. We did have more students in need than the ones are here today, but these were the most deserving in that given more resources we'll have taken more. We still have challenges because we only meet education, school fees, but as they get along, we still have other needs, for example, laptops as they get to universities and all that. So we are looking for ways and means to cover them because the set taken are very, very needy. Ufadhili huo umetolewa huku shirika la Kenya Education Fund likiadhimisha miaka 25 tangu lilipoanzishwa. Tilio Marco, Darubini Wikendi. Katika siasa, chama tawala cha UDA kinatarajiwa kufanya uchaguzi wa mashinani katika kaunti 20 siku ya Jumamosi. Takriban wanachama 400 wa chama hicho cha UDA watagombea nyadhifa mbalimbali kwenye uchaguzi utakaoandaliwa kwenye vituo 12,800. Mwenyekiti wa bodi ya kitaifa ya chama hicho Anthony Mwaura alisema uchaguzi huo utakuwa huru na haki.